kwa masengenyo yake amekwisha kuhukumiwa tayari. Kwa hasira zake amekwisha kuhukumiwa tayari. Kwa kuabudu sanamu kwake amekwisha kuhukumiwa tayari. Hata awe mhudhuriaji wa ibada mara ngapi kwa siku, anafunga mara ngapi kwa siku, hayo yote hayatamsaidia kama hajamwamini Bwana Yesu kuwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Amekwisha kuhukumiwa. Amekwisha kuhukumiwa. Hata aibe kwaya, hata atoe, hata ajenge kanisa, hata afanye kitu chochote kile, na amekwisha kuhukumiwa tayari. Na ndio maana shetani mpaka hivi leo alivyo amekwisha kuhukumiwa tayari. Shetani hana msamaha. Tofauti yetu mwanadamu na Mungu na shetani ni kwamba mwanadamu nafasi iko tayari ya kusamehewa pale ambapo mwanadamu atagundua kwamba nimemkosea Mungu, nahitaji kutubu, naomba Mungu Yesu nisamehe, na Mungu atamsamehe na atamrudisha kwenye kundi la wana ambao wanatarajia kwenda mbinguni na wanaomwamini Yesu, waliookoka. Sasa yeyote yule ambaye hajamwamini Yesu tayari yupo kwa ibilisi, kwa maana kwamba amekwisha kuhukumiwa, kwa maana kwamba akipatwa na mauti katika hali hiyo aliyonayo, hapo hata tufanye sala za kila namna, hapo hata kama tuombe na kufunga, hata hapo kwamba tumtolee sadaka, kwamba kwa sadaka hizo zitasaidia kumsogeza asamehewe madhambi yake na kuingia kwenye pepo, kuingia katika mbinguni. Mtu huyo, sadaka hizo tutawapa tu wachungaji, tutawapa tu viongozi wa dini, watakula. Hakuna chochote kitakachosaidia kwa mtu wa namna hiyo ambaye amekufa katika uovu wake, ambaye amekufa katika dhambi zake, kwa sababu huyu mtu hakuwa na nafasi ya kutubu. Kwa hiyo mauti imemkuta katika hali ambayo ilikuwa katika hali ya dhambi, katika hali ya uovu, katika hali ya matendo maovu mabaya. Sasa mtu namna hiyo anapokufa tu mara moja, Biblia inasema ni hukumu. Hakuna tena kwamba kuna maombi hapo ya kumwombea, kuna maombi ya kumwombea, hakuna. Ni hukumu tayari. Yule mtu anakwenda motoni kwenye kupata adhabu yake moja kwa moja. Maana Biblia inasema katika Waebrania, ndio maana Biblia inasema amekwisha kuhukumiwa tayari. Amekwisha kuhukumiwa tayari. Waebrania sura ya 9. Waebrania sura ya 9 mstari wa 27. Waebrania sura ya 9 mstari wa 27, Biblia inasema, na kama vile watu waliowekewa kufa mara moja, na baada ya kufa ni hukumu. Na kama vile watu walivyowekewa kufa mara moja, na baada ya kufa ni nini? Ni hukumu. Baada ya kufa ni hukumu. Kwa hiyo mwanadamu yote anapokufa katika dhambi, katika uovu, mtu huyo mara moja anaenda kwenye hukumu. Ndio maana anasema asiyemwamini Mungu, mwana wa Mungu, na kumfanya kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake amekwisha kuhukumiwa. Kwa sababu hiyo kwamba sasa, ndio maana anasema tuwanyakue katika moto, tuwaokoe, tuzungumze naye. Ndio maana ni wajibu wa kila aliyeokoka kuona akimhurumia ndugu yake ambaye hajaokoka. Kwamba ni mama, mhurumie mama yako, mhurumie baba yako, mhurumie mmeo, mhurumie mkeo, mhurumie ndugu yako.
kama hajaokoka, lia mbele za Bwana, sema naye, kuhakikisha lazima asikie maneno ya Mungu. Kama ikifika wakati, Mungu atamuokoa, lakini usinyamaze kimya. Kunyamaza kimya kunaonyesha kwamba hauna huruma na ndugu na majirani. Anasema wengine wahurumieni. Amen. Amen. Kwa wengine tunatakiwa tuwahurumie, tuonyeshe huruma zetu tukiwaombea, tukifunga na kuomba, tunapokwenda kushuhudia, tunapokwenda kualika, tunapokwenda kufuatilia ili watu wasimame katika imani. Hiyo ni huruma ya Mungu, ni agizo la Mungu tufanye hivyo katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu Jose. Kila mtu anatakiwa aseme na jirani yake, aseme na rafiki yake, aseme na mtu yote, aseme ili aweze kukutana na neema hii ya wokovu, kwa sababu baada ya kufa huyu mtu itakuwa ni hukumu, kwenda motoni, kwenye mateso ya milele na milele. Tunakumbuka yule tajiri alipokuwa amekufa, mara moja alipokufa akaenda kwenye hukumu ya milele na milele. Huko akawa analia akiomba msaada na kuambia, naomba msaada, naomba ni rehemu Ibrahim, naomba nisamehe. Ibrahim akamwambia, toba hiyo, kutubu tunapata duniani, sio huku. Huku ni malipo, huku ni mshahara unalipwa ya matendo uliyoyafanya duniani. Amen. Amen Jose. Kwa hiyo watu wa Mungu, ni vizuri sana kufahamu hilo, kwamba ndio maana tusipofanya kazi ya Mungu, tusipowaalika watu, tusiposhuhudia watu, tusipowaleta watu kwa Yesu, tusipozaa matunda, tunaonekana mbele za Mungu ni hasara. Ni kama mti ambao upo tu auzai, upo tu kwenye shamba ambao unapiga hata mahindi hayawezi kustawi. Kwa hiyo mwenye shamba utakuta atalifyeka lile mti, kwa sababu halina faida, bali na haribu shamba, na haribu ardhi, na kusababisha vitu vingine visistawi. Hiyo ni wajibu wangu, ni wajibu wako, mtu wa Mungu, kuhakikisha tunahubiri injili, tunahubiri injili ya kuokoa watu, ya kuambia watu habari ya dhambi zao, watu waache dhambi, waache uovu, ili tuweze kuona watu hawa wakiwa miongoni mwetu, parapande kilia, tuweze kwenda nao mbinguni katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Kwa hiyo kuokoka watu Mungu ni kunyakuliwa. Ni kunyakuliwa na kutolewa katika shida, katika tabu. Kwa hiyo tumetolewa katika unapokuwa umeokoka sasa, umetolewa kwenye hukumu hii, umetolewa kwenye moto huu. Kuna watu wakaja wakakuombea, kuna watu wamekuja kukuhubiria, wamekushuhudia, umeokoka sasa. Maana kuna watu waliojitolea mhanga, waliojitolea wakakuhurumia, wamekunyakua katika nini? Katika moto, katika hatari ya kuangamia, ambayo ilikuwa inatakiwa kuangamia. Maana baada ya kufa ni hukumu tu. Kwa hiyo baada ya tukio hilo, wewe sasa unaitwa umeokoka. Amen. Umeokoka. Na unakuwa umeokoka mbali kabisa, na kuwa mbali na dhambi. Haleluya. Haleluya. Na tunaona mifano ya kibibilia. Mwanzo sura 45 mstari ule wa 5 mpaka mstari wa 7. Mwanzo sura ya 45 mstari wa 5 hadi mstari wa 7. Basi sasa msihuzunike wala msifadhaike nafsini kwa kuniuza huku, maana Mungu alinipeleka mbele yenu kuhifadhi maisha ya watu. Maana miaka hii miwili njaa imekuwa katika nchi, na iko tena miaka mingine 5 isiyo na kulima wala kuvuna. Mungu alinipeleka mbele yenu kuhifadhi mazao katika nchi, na kuwaokoa ninyi kwa wokovu mkuu. Huyu